Bana, kwenye Kombolela mambo yanazidi kupamba moto. Hofu imetanda kwa watoto wa Mzee Kikala baada ya kuambiwa wanatakiwa kwenda kukaa kantini hospitali. Kitu hichi kiliwasababisha wapate wasiwasi sana. Hasa ilikuwa ni hawa watoto wa kike ambaye ni Mwadawa, Siwa pamoja na Tukai, na yanatakiwa kwenda hospitali kwa ajili ya kwenda kukaa kantini kwa sababu ya ugonjwa wa kipindupindu. Kwa sababu ya uchafu wa nyumba hii, basi umesababisha ugonjwa huu wa mlipuko uikumbe familia hii. Upande wa Mwadawa, kabla ya kuondoka, akajikuta anaanza kugombana na wakwe wa Vene, yani mama yake na yule mwanaume ambaye alikuwa anakuja kumuoa Vene. Basi akaanza kugombana na Mwadawa kwa sababu Mwadawa alisikia maneno ya yule mama ya kwamba familia hii ni wachafu na nini. Kwa hiyo moja kwa moja akajikuta anaanza kugombana. Wawili hawa wakawa wamepata wasaa mmoja wa kuonyeshana ya kwamba nani mwamba na nani sio mwamba. Kumbe hata huyu mama wa Kishua na yeye alikuwa ana tabia ya kuwa na maneno mengi. Huku kwa upande wa Bilai, na yeye ameanza kumtania baba yake Kobisi na akaanza kumuita mama yake, mama njoo mchukue mume wako kwa sababu na yeye huenda ikawa ana hili gonjwa, aende apelekwe kantini. Kitu kile kilimfanya Kobisi ajisikie vibaya. Huku upande wa Awadhi ameshindwa kuvumilia, imebidi afike katika nyumba hii ya Mzee Kikala kwa ajili ya kuja kumtafuta mke wake. Na alipofika akakutana na hawa wawili wanaume wa familia hii, yani Amadi pamoja na Kobisi. Akauliza, mke wangu yuko mahali hapa? Lakini kitu kilichotokea ni kwamba kwanza waliangaliana wawili hawa wamjibu nini, kwa sababu tayari Mashavu hayuko mahali hapo. Mashavu ni mke wa mtu, kwa hiyo alikuwa anatakiwa kuwa anajua kila kitu, lakini kama unavyojua Mashavu aliondoka kwa kutoroka, na kitu hicho ndo ambacho kinaendelea mpaka sasa, kwa sababu aliiba akatoroka, lakini Awadhi inaonyesha bado anampenda.